Uhari gani mwanasoka mwenzangu, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie leo tena ujili viwanjani. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, mchezo utakaopigwa mapema mnamo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu saa 10 kamili, saa 10:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kwa ni mchezo wa mkondo wa 11 kwa Simba Sports Club, lakini pia mchezo wa mkondo wa 12 kwa Singida Black Stars. Hivyo basi mchezo huu ni mchezo adhimu kwa timu zote mbili kwa ujumla, huku kila mmoja akisaka jumla alama 3 ili kujihakikishia nafasi bora katika msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara, huku Simba Sports Club akiwa na jumla alama 24 akishikilia nafasi ya 4 baada ya kucheza jumla ya michezo 11 na kufungwa mchezo mmoja na kusali michezo 3 na kushinda michezo 7 pekee. Vivyo hivyo kwa Singida Black Stars akishikilia nafasi ya 9 akiwa na jumla ya alama 12 akishinda jumla ya michezo 5, sali michezo 4 na kupoteza michezo 3. Lakini pia ubora wa mchezo huu unachagizwa na uimara wa timu zote mbili, lakini pia uzoefu wa timu zote mbili kwa ujumla katika mashindano haya ya ligi kuu Tanzania bara. Hivyo basi kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kukabiliana na Singida Black Stars ili kutafuta alama 3 na kufanikiwa kuendelea kutafuta nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na golikipa wake Mohamadu Kasali Tanja, huku mbadala wake ikiwa ni Hussein Abel. Hivyo basi Mohamadu Tanja amekuwa golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia miguu na mikono ipasavyo kwa golikipa huyo pindi hapo langoni. Golikipa huyo amekuwa golikipa mwenye uwezo mkubwa katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi au hapo langoni. Lakini pia golikipa huyo amekuwa muhimili bora katika kikosi hicho cha Simba Sports Club baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika michezo aliyokwisha kucheza hapo awali. Golikipa huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kusoma mchezo kwa ujumla, ujasiri na uwezo wa kupanga na kupangua mipira kwa ufanisi, lakini pia uwezo wa kuwasiliana na mabeki pamoja na kufanya maamuzi ya haraka, lakini pia na uwezo wa kuanzisha mashambulizi kutokea langoni kwa pasi fupi na ndefu. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani walinzi nambari 2, mlinzi nambari 3, mlinzi nambari 4 na mlinzi nambari 5, na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Shomari Kapombe, huku David Kameta Duchu akiwa kama mbadala wake. Ikumbuke kwamba Kapombe ana uwezo mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kupiga mipira kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Steve Barker ameendelea kumwamini Shomari Kapombe kutokana na uwezo pamoja na ubora mkubwa kumzuia winga wa kushoto wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma. Lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi na kupiga mashuti pindi anapopata nafasi. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Nixon Kibabage, huku mbadala wake akiwa ni Anthony Mligo. Ikumbuke kwamba Nixon Kibabage amekuwa ni mmoja wa mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni. Kwa muda mrefu amekuwa beki bora katika mashindano ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Steve Barker ameendelea kumwamini Nixon Kibabage kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa
wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kuweza kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi ili kuzuia mashambulizi kwa kuongeza idadi ya viungo katikati, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, lakini pia kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia, lakini pia anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi wa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoa upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi na kupiga mashuti. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Ismail Olivier Tule huku mbadala wake akiwa ni Vedastus Masinde. Ikumbukwe kwamba Ismail Olivier Tule ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo wake mkubwa ukaba mipira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa ukaba mipira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyo, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia wasilete madhara kwa timu, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi, lakini pia huwazuia washambuliaji wa timu pinzani kupenya na kupata nafasi ya kufunga, lakini pia beki huyo huondoa mipira ya juu na ya hatari kwa kukaba au kupiga vichwa, hutoa maelekezo na kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi, hufuatilia washambuliaji na kusafisha mipira karibu na lango, lakini pia hupiga pasi sahihi, huanzisha mashambulizi kutokea nyuma, huepuka makosa ya ovyo na kucheza kwa umakini muda wote. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Rushaine De Reuck. Ikumbukwe kwamba Rushaine De Reuck amekuwa beki mwenye uwezo mkubwa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa katika ukabaji dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Beki huyo ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani. Beki huyo amekuwa ni moja ya muhimili imara na mkubwa katika kikosi hiki cha Simba Sports Club baada ya kuisaidia timu kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kuwapanga vyema walinzi wenzake, kukaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, mshambuliaji nambari 9, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, lakini pia kuisaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao msimu huu. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani timu imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10, tukianza na moja kwa moja na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Yusufu Ali Kagoma. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alioonyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi, kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbuke kwamba Yusufu Ali Kagoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kuisaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa na uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma na kuisaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kujiweka eneo sahihi, kucheza na kujiposition kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sport Club Steve Barker amechagua kuanza na Alassane Kante huku Nabi Kamara akiwa kama mbadala wake. Ikumbuke kwamba Kante amekuwa kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kukaba, kuunganisha ulinzi na mashambulizi kwa kupokea mipira kutokea kwa mabeki na kusambaza mbele, lakini pia anasifika kusaidia ulinzi kwa kukaba na kurejesha mpira na kuziba nafasi katikati ya uwanja, kuchangia mashambulizi kwa kupandisha mpira, kupiga pasi za mwisho na kuingia kwenye boksi la timu pinzani, lakini pia anasifika kudhibiti tempo ya mchezo, kwa kujua lini apunguze au harakishe kasi ya mchezo, kupiga mashuti ya mbali kwa kutumia nafasi, kufunga magoli kutoka nje ya box, lakini pia kufanya kazi nyingi uwanjani kwa kukimbia sana na kusaidia timu pande zote mbili.
Kwa kifupi, kiungo namba 8 ni injini ya timu, anayehakikisha mpira unatembea vizuri na timu inakuwa imara katikati ya uwanja, kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kusaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora wa muda mrefu na uwezo wake mkubwa wa kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia pindi timu inaposhambuliwa. Mchezaji huyu aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni moja ya mihimili mikubwa katika klabu hiyo, lakini pia kuwa na mwendelezo bora wa matokeo katika ligi kuu NBC mpaka hivi sasa, huko akitofautiana jumla ya alama kadhaa dhidi ya kinara wa ligi kuu Tanzania bara, huko Simba Sports Club akiwa na jumla ya michezo kadhaa mikononi dhidi ya kinara wa ligi hiyo ya Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kwanza na kiungo wake Clatous Chota Chama, huku mbadala wake akiwa ni Neo Maema. Ikumbuke kwamba Clatous Chota Chama mwamba wa Lusaka amekuwa ni mchezaji mwenye mwendelezo mzuri, lakini pia kiungo huyo anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao kutokea mbali, kuchezesha timu na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake. Lakini pia Chama amekuwa ni muhimili mkubwa katika klabu hii ya Simba Sports baada ya kuwa na mwendelezo wa ubora kwa muda mrefu. Hiyo yote ni kutokana na ubora alioonyesha kiungo huyo kwa kuwa na uwezo mkubwa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti tofauti. Lakini pia kiungo huyo anasifika kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa kushambulia, lakini kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira kati ya viungo na washambuliaji, huvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Libase Gwe. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbuke kwamba mshambuliaji huyo amekuwa ni moja ya mihimili ya klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara. Mshambuliaji huyo amekuwa akisifika kwa uwezo mkubwa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho, lakini pia kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuvuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, lakini pia kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, kucheza kama mshambuliaji kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Anicet Ura, huku mbadala wake akiwa ni Selemani Mwalimu. Nikumbuka kwamba Anicet Ura, raia wa Ivory Coast, amekuwa bora katika kikosi cha Simba Sports. Hivyo basi mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kumpelekea na kusababisha hatari akiwa katika eneo la wapinzani. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukabia juu timu pinzani ili kuzuia mpango wa mashambulizi ya haraka kutokea juu. Anicet Ura anasifika kwa ubora wake mkubwa wa kufunga mabao kwa kutumia nafasi zinazopatikana, kuweka pressure kwa mabeki wa mpinzani ili wafanye makosa, lakini pia kuweka timu juu kwa kushikilia mpira, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kumalizia mipira ya cross kwa kichwa au miguu. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzu Kibisawala, huko mbadala wake akiwa ni Morris Abraham. Ikumbuke kwamba ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa na kucheza nafasi za winga zote mbili, kulia na kushoto. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwezo mkubwa kutumia miguu yote kwa nguvu ile na ubora ule, na amefunga magoli kadhaa kitokea kulia na kushoto kwa kupiga nje ya 18 ya wapinzani, lakini pia na uwezo mkubwa kupiga pasi mpenyezo pamoja na pinpoint passes zinazoweza kukata safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hiyo yote ni kutokana na vision alionayo ya kuskani na kuangalia chaguzi sahihi ambazo ni bora zaidi, na amefanya hivyo mara nyingi katika ligi ya ndani na ndani ya kimataifa. Speed yake ni kubwa na huwa inaongezeka zaidi akiwa na mpira mguuni, kitu kinachopelekea ugumu sana kwa mabeki wa pembeni kukabiliana naye, lakini pia energy yake ni ya kutosha. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club, kikosi kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker kuelekea mchezo unaokwenda kumenyana vikali dhidi ya Singida Black Stars mnamo saa 10:15 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kabisa kupata video zetu.